Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, ajiandae Mheshimiwa Edwin Sware. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kuniona ili na mimi niweze kutoa mchango wangu katika hotuba ya bajeti ya Wizara ya Utawala Bora na Utumishi. Mheshimiwa Spika, nina mchango kwenye maeneo kadhaa. Maeneo mawili ya mwanzo yanajikita katika eneo la utawala bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumradhi, nimeisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete. Hasa kule mwishoni Mheshimiwa Waziri anatoa commitment kwamba wataendeleza utawala bora. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, utawala bora haudondoki mbinguni. Utawala bora unataka misingi ambayo ni lazima uifuate. Usipoifuata, ahadi kwamba utawala bora utakuwepo inabaki kuwa ni maneno matupu. Na kwa ajili ya muda nitahitaja misingi miwili muhimu. Msingi wa kwanza ni mahusiano baina ya utawala bora na kuimarisha uwazi na harakati ya kupinga rushwa na ufisadi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mahusiano ya moja kwa moja baina ya utawala bora, uwazi na uwajibikaji katika serikali. Kwa maoni yangu, nikitazama mwenendo hasa kwa kuiangazia taasisi yetu ya TAKUKURU, mimi ninaona bado tuna safari ndefu sana. Mfano, sisi ACT Wazalendo huwa tunafanya uchambuzi wa kina wa ripoti za CAG. Kwenye kila ripoti, moja ya eneo ambalo tunalitazama huwa tunaangalia ni fedha kiasi gani tunazipoteza kutokana na rushwa, kutokana na uzembe, kutokana na ubadhirifu. Uchambuzi wetu wa taarifa ya CAG ya mwaka wa fedha 2023-2024 inaonyesha kwamba fedha ambazo tumezipoteza kutokana na ubadhirifu pamoja na uzembe ni takriban shilingi trilioni 2.5. Hii kwa wakati ule ni zaidi ya 5% ya bajeti nzima ya serikali. Lakini ukitazama kiwango cha fedha ambacho TAKUKURU wanasema wanakiokoa kila mwaka, nimetazama mwaka uliofuata baada ya taarifa ile, fedha ambazo tuliziokoa ni takriban, kwa taarifa yangu, ni takriban shilingi bilioni 14. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa inatoka kwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe tu taarifa mchangiaji. Kwanza kwa kuheshimu kanuni angekaa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunajadili hotuba ya Wizara ya Utumishi wa Umma. Hatujadili taarifa ya CAG. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti amesema mchangiaji ameisoma hotuba. Ukienda ukurasa wa 17 mpaka wa 22 imeeleza vizuri kazi zilizofanywa na TAKUKURU. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, unaipokea taarifa hiyo? Moja ya jambo ambayo inabidi litazamwe kwa kina kwa heshima ya Bunge, ingawa taarifa zinaruhusiwa, ni kwamba taarifa zinazokuja ziwe na msingi, zisije kwa lengo la kumpotezea muda mzungumzaji. Mimi nakwenda huko ndio ninakokwenda. Nimetoka 23-24. Unakuwa na ubashiri gani kwamba zitokwenda 25-26? Niachwe nizungumze. Taarifa ya wizara kwenye hotuba yake inaonyesha progress ya bilioni 102 zilizookolewa. Nikifanya uwiano wa kiwango cha fedha tunachokipoteza
na ile product tunayoipata kwa jitihada za TAKUKURU, hitimisho ninaloweza kuliweka ni kwamba sioni jitihada za dhati za serikali ya Chama cha Mapinduzi kupambana na rushwa na ufisadi, hasa rushwa kubwa kubwa. Nitaona hivyo nitapoona yale masuala makubwa yanayobeba upotevu wa mabilioni ya shilingi TAKUKURU ielekeze nguvu zake huko badala ya kuweka mkazo mkubwa kwa upotevu mdogo wa chini. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni msingi wa mahusiano baina ya utawala bora na haki za binadamu, hasa haki ya kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila haki za binadamu hakuna utawala bora. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu mwaka jana kilitoa taarifa yake ambayo ina orodha ya watu wengi ambao wamepotea, hawajulikani waliko ama wametekwa. Taarifa hiyo ilitanguliwa na taarifa ya Chama cha Wanasheria Tanganyika, na baada ya hapo mpaka sasa viko visa mbalimbali vya watu wanaopotea, watu wanaotekwa. Nilitarajia, kwa sababu hii ni wizara ya utawala bora, ni lazima tupate pia commitment kwamba kutakuwa na usalama dhidi ya visa vya watu kupotea na kutekwa. Na ushauri wangu kwa serikali, orodha ya watu wanaotajwa, Balozi Humphrey Polepole, ndugu yetu Mlai na watu wengine wote waliotajwa katika ripoti zile, kwa ajili ya muda siwezi kuwataja wote, ni lazima tupate majawabu ya serikali. Pawe na uchunguzi huru dhidi ya watu wote waliopotea na kutekwa Tanzania. Hilo la pili nilitaka kulisema, na ujumbe wangu wa kuhitimisha, nahitimisha kuhusu utaratibu. Mheshimiwa Katambi, taarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa mbunge na nikiheshimu pia taaluma yake, amezungumzia kuhusiana na masuala ya kesi za TAKUKURU, lakini vivyo hivyo amezungumzia kuhusiana na mwenendo wa kesi za jinai. Naomba nimpe taarifa, nikitambua kwamba pia ni wakili msomi. Yapo mashauri ya jinai yanayoendelea kwenye mahakama zetu yanayohusiana na ubadhirifu na upotevu wa fedha za serikali, na kwa sababu ya muktadha wa takwimu, pale utakapohitaji tutakupatia. Lakini vivyo hivyo kwenye tuhuma na shutuma za watu kutekwa na kupotea, zipo kesi ambazo tayari ziliripotiwa polisi, hatua za upelelezi zinaendelea. Lakini vivyo hivyo zipo kesi ambazo watu walionekana kusema wametekwa na baadaye ikagundulika ndivyo sivyo. Zipo shutuma nyingine nzito za kijinai ambazo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi nazo na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya kimataifa. Kwa masuala haya, ikiwa ni pamoja na kesi zilizopelekwa mahakamani, unafahamu msingi wa sheria unatutaka kwenye mashauri ambayo yanaendelea mahakamani hayawezi kuzungumziwa, pamoja na kutambua kwamba tunayo sheria ya haki, kinga na madaraka ya Bunge. Lakini yapo mambo ambayo kwa hatua ya yalivyo na nature yake, kwa sababu ya kwenye hatua ya upelelezi, kwa sasa hayawezi kuwa public kwa sababu kuna taratibu za kiupelelezi. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo, na nitahitimisha kwa ajili ya muda. Nitahitimisha, naamini kwamba nitalindwa. Nahitimisha dakika moja tu Mwenyekiti, nahitimisha. Siipokei kwa sababu hoja yangu mimi siridhiki na uchunguzi wa kawaida wa kijinai. Nataka pawe na utaratibu wa Judicial Commission of Inquiry, uchunguzi huru, ili tujue Polepole yuko wapi, tujue Deus Soka yuko wapi. Sasa ujumbe wangu, muda wako umeisha. Ujumbe wangu Mwenyekiti
Nimeongea kwa dakika 3 nikisimamishwa. Dakika 1 naomba mwenyekiti, ili nitoe ujumbe wangu kwa wale ujumbe wangu kwa wale wanaodhani. Muda wako mheshimiwa umeshaisha. Nimeongea kwa dakika 3. Mheshimiwa, ninaomba kwa heshima na nataka kuhitimisha, natoa ujumbe. Mheshimiwa Ado, muda wako umeisha. Tunaendelea na mchangiaji Mheshimiwa Edwin Swale.